kwamba nipishe njia, naelekea wapi? Mbinguni. Karibuni sana kwa kipindi cha siku ya leo kutoka katika kituo. Wengi kuna watu wameniandikia wakisema tuliwasahau, lakini hatujawasahau. Kituo kimoja kule sehemu za Marekani huko Washington, kituo cha Top Temple of Praise, ambayo coordinator ni Kalabaka Amani na mzee wa kanisa Kamiti Duncan, wamesema ya kwamba wanaangalia na wako pamoja nasi hata saa hii, wako live. Bwana asifiwe. Na kutoka pia kituo huko Minnesota, kituo ambacho kina watu zaidi ya 10 wanafuatilia, na coordinator mkali sana anaitwa Gladys Morara. Kutoka Bugema kuna kikundi pia, wengine ni wenu wako pale kwa shule ya theolojia kutoka Bugema University Tanzania, and Kenya ni students na coordinator Bwana Junge daktari. Wanasema wanasikia wako na watu kama 10 na between 10 and 15. Tunasemaje? Na mwingine, kituo kingine kiko Mombasa Miritini, Mombasa Kenya Sound, watu 10 wanafuatilia kila usiku. Bwana Lekinyasa, Pastor Lazaro Mgogo akiwa miongoni mwao. Kutoka katika kituo cha Busegwe Center watu 70, na kutoka kituo cha Steady ya Usangu Uyole Mbeya watu 150, na watu 3 tayari wamejitoa kubatizwa. Tuseme nini hapo? Pamoja na kanisa la Uyole SDA Church. Na kutoka kituo cha Mwasawanga SDA watu 30 wanafuatilia. Tunasema nini? Yani mimi niko na raha. Ninashindwa kwa nini hamuna raha. Na ni kwenu. Kwa watoto ni wenu wamezaliwa, nitawaacha hapa na mfurahi yawa. Omera. Kama watoto wanazaliwa tunafaa tusura. Kama ni kwetu kule nimezaliwa tungepiga kitu inaitwa ngemi. Ile hali ya kasichana kakizaliwa 6, sijui 5. Kwa sababu ni kitu cha maana sana. Wakati watu wanajitoa kwa sababu ya ufalme, that is the best thing we can ever do. Ni jambo ambalo ni la pekee sana ambalo tunaweza mfanyia Mungu, kunyakua watu mikononi mwa shetani, tuwaokoe. Huyu shetani ni mbaya sana. Kwetu Kijaluo tunamuita Jachien. Jachien Maracho Mera. Jachien Maduongo Dongo. Mbaya sana, shetani ameharibu kazi ya Mungu, na sisi aambiwe hatuchezi. Na tutamuimbia hiyo wimbo tena. Ewe shetani, sikia tena, sikia. Una masikio ninajua uko nayo. Sikia. Ulifukuzwa mbinguni, uko hapa na ulitukuta, na tutaonana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Swali la siku ya leo linatoka katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 7. Na tunasoma Ufunuo 12 fungu la 7, wapendwa. Kwa hivyo swali linatoka pale. Ufunuo 12 fungu la 7 linasema ya kwamba tena kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Malaika Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule njoka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Swali: hii vita ambayo ilifanyika katika hii Ufunuo 12 fungu la 7, vita mbinguni, ilifanyika wakati gani? Hii vita katika Ufunuo 12 fungu la 7, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule njoka, na yule njoka akapigana na malaika zake wakapigana na yule Mikaeli. Ulikuwa ni wakati gani? A, kabla ya kuumbwa kwa Adam. B, baada ya kuumbwa kwa Adamu. C, baada ya Yesu kupaa mbinguni. D, kabla ya Adam kuumbwa na baada ya Yesu kupaa mbinguni. Wale tunasema ni A, wale tunasema ni A. Vita hivi katika Ufunuo 12 fungu la 7 vilifanyika kabla ya Adam kuumbwa.
kabla ya Adamu kuumbwa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Wale wanasema ni baada ya Adam kuumbwa ndio hii vita ilifanyika. Hiyo hata sitahesabu, mikono mingi tu. Wale wanasema ya kwamba ni baada ya Yesu kupaa mbinguni. Hakuna. Wale wanasema ya kwamba, hebu nimeona mkono nyuma. Haya, naona mkono mmoja hapo. Wale wanasema ilifanyika hii vita, inasemekana hapo ni kabla ya Adamu kuumbwa na baada ya Yesu kupaa mbinguni. Hapo ndio hakuna mtu isipokuwa mimi. Sasa hapo ndio maneno iko. Hapo ndio mimi nikiangalia, nikisoma hii fungu tena na tena, ninaona hii fungu inahusika mara mbili. Kabla ya Adam kuumbwa na baada ya Yesu kupaa mbinguni. Na hapa leo munikubalie niwe peke yangu vile nilivyo, lakini msinihurumie. Msinihurumie maana nyinyi wote wengine hapa hakuna right or wrong. Sawa sawa. Sasa mimi nitafundisha Ufunuo 12. By the time tunafika fungu la 17 tutapata majibu. Maana hata mimi sijui. Msifikiri hapa niko na majibu ya siku ya leo, lakini katika ndani yangu kitu inanikoroga huko, ninasikia ikiniambia hii vita ilifanyika before Adam. Lakini sana sana Ufunuo hii 12 ni after Yesu amepaa mbinguni. Kwa hivyo before Adam hapo ni kama 10%, 90% ninaona ni baada ya Yesu kupaa mbinguni. Pastor Munene, ingine yote tukimekuamini, lakini ya leo baba na ni kweli, and I'm with you. Kwa hivyo, are you ready? Muko tayari kutembea na mimi? Muniwie radhi, muningoje. Labda hapa niko slow kidogo, muningoje tu polepole. Nitafika mahali mumefika. Lakini kwa sasa hivi, ninaona ni baada ya Yesu kupaa mbinguni. Baada ya Yesu hata kufa msalabani, niseme hivyo. Anyways, hebu tuende katika Ufunuo. So sikiza, labda jibu itakuja huko ndani. Tukimaliza, munikumbushe niwaulize tuko wapi sasa. Sawa sawa. Lakini tuende katika Ufunuo 12. Ufunuo 12 ni sura ambayo inatatanisha kidogo. Na kwa hivyo mtakuwa pamoja nami, muniwie tu radhi, tusome polepole tu. Alafu tusikie anasema namna gani. Ufunuo 12. Anasema hivi: na ishara kuu ilionekana mbinguni. Nitasoma sura yote kwanza. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua. Roho amekataa. Wacha tuende fungu kwa fungu, si yote. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12, naye alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama njoka kubwa nyekundu, aliyekuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vileba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule njoka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayewachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Hii sura inaanza na mwanamke. Ufunuo kuna wanawake wawili ambao ni Ufunuo 12 na Ufunuo 17. Kuna wengine wanawake wametajwa kama Jezebeli mwanzo, lakini nazungumzia wale wamepewa the details sana, ni Ufunuo 12 na Ufunuo 17. Wakati tunaposoma hali ya mwanamke katika unabii, kumbuka nilikwambia kitabu cha Ufunuo kina mambo inasimamia, it has dualism na ina symbolism. Kwa hivyo ukisoma uone kitu lazima kiwe kina maana yake sana katika kitabu hicho cha Ufunuo. Ukisoma Isaya 54, enda usome nyumbani.
Isaya 54 fungu la 4, fungu la 5 hadi la 8. Nimesema Isaya 54 fungu la 5 hadi fungu la 8. Anazungumzia kuhusu kanisa akiwa ni mwanamke. Na pia ukisoma katika Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza, waraka wa pili wa Yohana. Ningetaka nisome mafungu kama mawili pale. Waraka wa pili wa Yohana, sura yake ni ya 2. Sikia vile anavyosema fungu lile la kwanza. Anasema ya kwamba mzee, kwa maana mteule. Mzee hiyo inaanza ni elder, anajiita the elder, so anaanza na the elder. Alafu anasema kwa mama mteule na watoto wake ni wapendao katika kweli. Wala si mimi peke yangu, mbali na wote waijuao ile kweli. Kwa mama mteule na watoto wake. Fungu la 5 anasema ya kwamba na sasa mama, na kuomba si kwamba na kuandikia amri mpya, bali ile tuliokuwa nayo tangu mwanzo, kwamba tupendane. Fungu la 13, watoto wa ndugu yako aliye mteule wa kusalimia. Anapoandika hiyo waraka, anaandikia mama mteule. Huyu mama ni kanisa. Huyu mama ni kanisa. Wakorintho wa pili 11 fungu la 2. Wakorintho wa pili 11 fungu la 2. Paulo anasema ya kwamba niliwapozea mume mmoja ambaye ni Kristo, akizungumzia hali ya kanisa. Niliwapozea mume mmoja ambaye ni Kristo. Ukisoma Waefeso 2 na inatumika sana na viongozi au walimu wa kaya na familia, wao wanazungumza sana Waefeso 5. Hautapata mtu afundisha familia maisha ya jamii na akose kuuza Waefeso 5. Waefeso 5 fungu la 22. Hata ingawa inaanza isaikiri kuanza fungu la 21, wengi tunaanzanga 22. Hasana sana wanaume hatupendangi fungu ya 21, hapo hatupendi. Hiyo ni akina mama, na akina mama hawajagundua hiyo ni yenu. Akina mama nimewaambia tu siri. Waefeso 5 fungu la 21 huwa inasema na munyenyekeane mtu na mwingine. Nyinyi be submissive. Submission tuliwekelea kina mama kana kwamba ni wao, lakini fungu la 21 inasema wote, mume na mke. Anyways, fungu la 22 inasema enyi wake watiini. Fungu la 25 inasema enyi waume wapendeni wake zenu. Akiendelea akifika fungu la 32 anasema ya kwamba siri hii ni kubwa, ila mimi ninazungumza kuhusu Kristo na nani? Na kanisa. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu mwanamke, ni vizuri uelewe na ujue ya kwamba mwanamke katika unabii ni kanisa. Kwa hivyo Ufunuo hii 12 inasimamia kanisa. Hili kanisa limesimama juu ya mwezi. Hili kanisa limesimama juu ya mwezi. Mwezi unaupata katika kitabu cha Zaburi, kama unaandika Zaburi 104 na fungu la 19. Zaburi 104 na fungu la 19. Wahibrania 10 na fungu la 1. Hiyo unapata mwezi, jua na nyota zinaleta mwangaza. Pia ukisoma katika Mwanzo 1 fungu la 14, inaleta mwangaza katika dunia. Mwezi hupata mwangaza kutoka kwa jua. Jua katika Biblia, Yesu Kristo amenenwa kuwa the son of righteousness, ndiye jua la haki, kulingana na Malaki 4. Malaki ni 4 fungu la 2, kwa wale mnaoandika Malaki 4 na fungu hilo la 2. Na pia unaweza andika Zaburi 84 na fungu lake la 11. Alafu taji ina nyota 12. Nyota hizi 12 ni wanafunzi wa Yesu, na utaipata katika Waefeso 2 fungu lake ni la 20. Waefeso 2 fungu lake la 20. Na pia nyota pia unaweza zipata tena katika Ufunuo 1 fungu la 20 na 21. So tuangalie hili kanisa basi. Hili kanisa ambalo tumesikia habari zake limekanyanga mwezi na limejivika jua. Mwezi na jua ni agano la kale na agano jipya.
Agano la Kale ni swali. Agano la Kale ni swali. Agano Jipya ni majibu. Ndio unapata swali katika Mwanzo 22 ukianzia fungu la 3. Mwanzo 22 ukianzia fungu la 3. Huyu kijana anaitwa Isaka akauliza baba yake swali. Akamuuliza ya kwamba tumeubeba moto, tumebeba na kuni, lakini akifika fungu la 7 akauliza mwana kondoo yuko wapi? Swali, mwana kondoo yuko wapi? Hilo swali la mwana kondoo yuko wapi halikujibiwa. Hata Ibrahimu hakujibu. Kila Ibrahimu alisema Mungu atafanya nini? Atatoa. God will provide. Lakini swali hili linakuja kujibiwa na Yohana. Yohana ni 1 fungu la 29 na pia fungu la 34. Inasema siku ya pili alipomuona Yesu akija akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aitwaye dhambi ya ulimwengu. Swali katika Agano la Kale, wapi mwana kondoo? Jibu katika Agano Jipya, mwana kondoo ni Yesu. Agano la Kale ni ahadi na Agano Jipya ni utimilifu wa ahadi. Agano la Kale ni kivuli na Agano Jipya ni utimilifu wa hicho kivuli, kulingana na Wakolosai 2 fungu la 17. Wakolosai 2 inasema ya kwamba it's a shadow, lakini fulfillment yake ni New Testament. Kwa hivyo wakati kanisa lipo linafaa kushika Agano la Kale na Agano Jipya, ndio limekanyaga mwezi as the foundation. Agano la Kale halitakuwa vindicated kama hakuna Agano Jipya. Agano Jipya ndio inakuja kumulika yale yaliyokuwa katika Agano la Kale. Ndio unaona ya kwamba Agano la Kale Isaya 9 fungu la 6 linasema atamzaa mtoto mwanaume, na Mathayo 1:23 anasema ya kwamba akazaliwa jina lake ni Yesu au Immanueli. Kwa hivyo Agano la Kale inasema ya kwamba atakuja. Agano la Kale katika hiyo Isaya 9 fungu la 6 inasema atatawala falme za dunia na fimbo ya chuma. Ufunuo 12 fungu la 5 inasema Yesu akaja na atatawala kwa fimbo ya chuma. Na pia Ufunuo 2 fungu la 27, Revelation 2 verse 27 inazungumzia kuhusu Yesu atakayetawala na hiyo fimbo. Kwa hivyo huyu mwanamke mwanzo tu ameingia, huyu ni kanisa. Elewa hivyo, huyu ni kanisa. Watu wengi wametafsiri ya kwamba huyu ni Mariamu. Huyu si Mariamu, maana mambo yale yatakayofanyika kwa huyu mwanamke hayakufanyika kwa Maria. Kwa hivyo hili ni kanisa. Na kanisa la Mungu lazima likanyange mwezi. Lazima niwe na Agano la Kale na iwe na Agano Jipya. Agano la Kale kuna mlima wa Sinai, na Agano Jipya kuna mlima wa Calvary. Agano la Kale amri zimetolewa katika mlima wa Sinai na zikavunjwa. Agano Jipya mlima wa Kalvari, Yesu amekufa kwa sababu ya sheria zile zilizovunjwa katika Agano la Kale. Ufunuo 14 fungu la 12, Ufunuo 14 fungu la 12 inasema ya kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu, Agano la Kale, na wana imani ya Yesu, Agano Jipya. Huwezi ukawa na imani kama haujasamehewa dhambi, na hauwezi ukawa na dhambi kama haujavunja sheria, na hauwezi ukawa na sheria kama hakuna mlima wa Sinai. Mlima wa Sinai inaambatana na mlima wa Calvary kwa sababu ndiyo inakuja kutimiliza mambo ya Agano la Kale. Kwa hivyo Agano la Kale lipo kama msingi na mjengo wake uko katika Agano Jipya. Waefeso 2 fungu la 19 ukiendelea mpaka 20 inasema ya kwamba sisi ni mjengo na ni jengo la watakatifu ambalo ni kanisa la Mungu. Kanisa ambalo limejengwa katika manabii, Agano la Kale, na mitume, Agano Jipya. Na Yesu Kristo ndiwe jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo kanisa hili, hiyo jua unaona limejivika, ni Yesu mwenyewe. Tuendelee. Kwa hivyo tukijua huyu ni kanisa basi, na tumeridhika ya kwamba huyu ni kanisa, sasa ni kanisa gani hili ambalo Biblia imesema alikuwa mjamzito? She was pregnant, for heaven's sake. Pastor, unatuambia ni kanisa. Ni lini kanisa ilikuwa mjamzito? Yes.
wakati Yesu alipokufa pale msalabani na akafufuka, kitabu ni cha Mitume 1, uanze fungu la 8, Yesu mwenyewe anazungumza na mitume. Na akizungumza na mitume anawaambia mkae Yerusalemu, msitoke Yerusalemu, kaeni huko. Enda usome kutoka fungu la 4 na fungu la 5 na 8 hadi 9. Yesu anazungumza na wao akawaambia mkae mkae, mngoje nguvu, you will be given power, mtapewa nguvu. Na mkipata hiyo nguvu, ukifika fungu la 8 inasema mtakuwa mashahidi wangu kutoka Yerusalemu na Judea na Samaria na dunia nzima. Kwa hivyo mngoje. Hawakuanza kuhubiri kwa sababu Yesu amewaambia enendeni kote ulimwenguni. They had to wait. Now they are waiting with the message. Wako na injili tayari, si injili wanangoja ije, wako nayo. Maana Yohana akija kuandika baadaye anasema ya kwamba maneno tunayowaambia tunamfahamu huyu Yesu, maana tulikuwa na yeye, hata tulifanya nini? Tulimuguza. We know him. Kwa hivyo wakati Yesu amewazungumzia pale, amewaacha. Ukifika fungu la 11, wingu limekuja limemchukua Yesu, amewaacha na injili. But they never preached. Hawakuhubiri. Wakaenda chumba cha juu, wakaomba huko. Lakini ili pia waweze kupata Roho Mtakatifu, lazima wangejaza pengo la Judas, na wamemchagua. Kwa hivyo wanangojea. Hapa kungojea, wanangoja nguvu itakayowasaidia kurelease. That is the pregnancy ambayo unapata katika Ufunuo 12. Kanisa ni mjamzito, liko tayari kumzaa, na linazaa nani? Linamzaa Yesu, injili ya Yesu. Na wakati walipojawa na Roho, wakati wa Pentekoste, Petero akasimama na akahubiri, na watu 3,000 wakazaliwa siku hiyo injili. Na akihubiri aliwaambia, tunaambia habari za Yesu mliyemkataa. Kwa hivyo tayari walikuwa na injili. Na wakati wa Pentekoste injili ikazaliwa, na wale walikuwa pale walikuwa zaidi ya watu kabila 16. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 2 fungu la 4 uendelee mpaka fungu la 16. Walikuwa makabila 16. Watu wakatoka hapo na wakaenda katika pande zote za dunia wakiipeleka injili. Mtoto azaliwe. Huku mtoto kuzaliwa na kupaa mbinguni ni kwamba injili imekubalika hata mbinguni. Na wanapohubiri joka, neno limesema joka mwekundu akaja, mwenye vichwa 7 na pembe 10, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota kutoka mbinguni. Huyu joka ni shetani. Na mtoto sasa anazaliwa, na joka ako tayari kummeza yule mtoto. Unaposikia vichwa 7, elewa serikali sasa inafanya kazi, na tutakuja kuiona katika Ufunuo 13, ambao mnyama alionekana mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na hii vichwa 7 na pembe 10 zinarudi katika Danieli 7, ambao utakuja kuifafanua tukija pale katika Ufunuo 13. Lakini kwa sasa elewa ya kwamba joka anafanya kazi na serikali za dunia aangamize injili, na alianza na serikali ya Kirumi. Yakobo akauawa na serikali ya Kirumi. Barua inatolewa, inapewa hata Sauli ili aangamiza watakatifu wa Mungu. Na Petero alipofikiwa, kitabu ni cha Matendo ya Mitume 4 na fungu la 12. Matendo ya Mitume 4 fungu la 12 anasema ya kwamba hakuna jina lingine tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Na ndio anahubiri, wanasema kule juu, hapa duniani na kila mahali, jina la Yesu. Wakati Petero anatembea kwenda kwa hekalu, akakuta kiwete amekaa pale mlangoni. Katika Matendo ya Mitume 3 anza fungu la 3, alipoangalia akiomba sadaka, Petero na Yohana wakamwambia tutazame. Akasema fedha na dhahabu hatuna, lakini katika jina la Yesu simama utembee. Jina la Yesu akalihubiri, lakini serikali ikapinga na ikaua wengi. Na katika historia kanisa liweza kuuawa, wanafunzi wa Yesu wakaweza kuteswa na hii kanisa. Wakati unapomwangalia huyu joka, basi mtoto kwa sababu amekuwa na nguvu, neno linasema ya kwamba akamgeukia yule mwanamke, maana mtoto amechukuliwa, na akataka kumtesa. Lakini yule mwanamke akapewa mabawa mawili kama ya tai, na akaruka akapelekwa mpaka jangwani, mahali alipokuwa analishwa kwa muda gani?
kwa muda wa miaka 1000 au kwa siku 1260. Kabla sijakuelezea hizi siku 1260, hebu nirudi katika yule njoka. Yule njoka alikuwa na mkia ambao ulikokota theluthi ya nyota za mbinguni. Nyota kama vile nimekwambia ni malaika. Ufunuo 1:20. Nyota ni malaika. Kwa hivyo shetani au huyu njoka alivuruta, aliwaangusha 1/3 ya malaika. Nao wakati tunaposema kuhusu 1/3, inamaanisha theluthi moja kama imetoka, kuna maanisha Mungu amebaki na sehemu gani? Hello? Hey! 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 Kama amechukua theluthi 1/3, Mungu amebaki na nini? Kama 3/3 ndio 1, ukitoa 1/3 zinabaki 2/3, theluthi mbili. Kwa hivyo malaika waliopangi upande wa Mungu ni 2/3. Lakini shetani alipokuwa anatoka mbinguni, soma nami katika kitabu cha Isaya ni 14, Isaya 14, Isaya 14, soma fungu la 12. Isaya 14 fungu la 12 hadi 14. Naomba usikize alafu uhesabu uone shetani atasema nita mara ngapi? Nita mara ngapi? Kiingereza iko sawa, inasema I. Hesabu how many eyes uko nazo, ile nitasema. Lakini pia kwa Kiswahili sema nita mara ngapi? Nita mara ngapi? Naanza fungu lile la 12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Fungu la 13, anza kuhesabu sasa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za mbinguni. Pa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Mara ngapi? 5 times. Amesema nita, I will, I. Wacha niseme kwa Kiingereza kwanza. I is the foundation of the devil's kingdom. I, mimi, me, myself and I, ubinafsi ndo msingi wa ufalme wa shetani. Opposite ya mimi ni upendo, right? Sababu ukipenda mwingine hutakuwa na selfishness, is love, and love is the foundation of God's kingdom. Upendo ndio msingi wa ufalme wa Mungu. Shetani alisema nitakuwa kama Mungu. Kwa hivyo kile shetani anafanya hapa duniani ni kuhakikisha amevuruga watu, amevuta watu ili aweze kupata 2/3 ile aliacha mbinguni, anatafuta hapa duniani. Shetani anatafuta si mingi, anatafuta 2/3, theluthi mbili. Akipata 2/3 aongeze na ile 1/3, ako sawa. Naye Mungu lazima atafuta 1/3. Naye Mungu hapa duniani anatafuta 1/3. 1/3 Mungu akipata ako sawa. Si atu wanafanya kazi pamoja, lakini vivyo ndivyo ilivyo. Zekaria ni 13. Soma nami katika kitabu cha Zekaria 13 fungu la 8 na fungu la 9. Zekaria 13 anasema hivi, fungu la 8 na fungu la 9. Zekaria 13 anasema hivi, fungu la 8. Hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote mafungu mawili yatakataliwa mbali. 2/3, mafungu mawili yatakataliwa mbali, nao watakufa, asema Bwana. Lakini fungu la 3 litabaki humo, nami nitalileta fungu lile la 3 na kulipitisha kati ya moto. Nami nitawasafisha kama fedha isafishwavyo, nami nitawajaribu kama dhahabu ijaribiwavyo. Wataliitia jina langu, nami nitawasikia. Mimi nitasema, watu hawa ndio wangu, nao watasema, Bwana ndiye Mungu wetu. 1/3. Kwa hivyo Mungu atapata 1/3, aongeze ile ilitoka mbinguni.
Shetani atapata 2/3. Dunia itakatwa mara 3, mara 2 ibaki, moja iende. So hiyo theluthi, wakati tunapoangalia pia tukasikia ya kwamba Mungu akalisha huyu mwanamke siku 1260. Hizi siku 1260 ni miaka mingapi? Hiyo ni miaka 1260. Kwa sababu katika unabii siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Unasoma hiyo wapi? Unasoma katika kitabu cha Hesabu au Numbers 14, Hesabu 14 fungu la 34. Inasema siku 40 ni sawa na miaka 44, siku moja kwa mwaka. Na pia usome Ezekieli 4, Ezekieli ni 4 fungu la 6, siku moja ni mwaka mmoja. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba huyu mwanamke alilishwa kwa siku au kwa miaka 1260, hiyo ndio inatufanya tuseme sio Mariamu, huyu si mtu. Kwa hivyo hawezi akawa hai miaka 1260, lakini walilishwa for that time. Now hii miaka 1260 utaipata inazungumzwa katika Biblia kwa kitofauti, kwa sababu ukisoma Danieli ukisoma Danieli 7 fungu la 24 hadi 25 inazungumzia kuhusu muda wa miaka 3.5. Miaka 3.5. Unaposoma Biblia unasikia 3.5 times, na hiyo utaisoma katika Danieli 7 fungu la 24 na 25, na pia Danieli 12 fungu la 4, na utasoma pia katika Ufunuo 12 fungu la 14, utapata hiyo 3.5 times. Leo tunafanya hesabu, leo ni hesabu tu, usirare. Sawa sawa. So 3.5 times, hiyo ni nini? Hiyo ni miaka 3.5. Na ujue ni unabii. Kwa hivyo ikiwa ni miaka 3.5, tunaangalia kila mwaka una siku ngapi. Na kabla tujaangalia, unaposoma unabii unasikia nyakati, wakati moja, nyakati 2, nusu wakati. Hiyo ni miaka. Tunasoma hiyo wapi? Danieli 4 fungu la 32. Danieli 4 fungu la 32 inasema Nebukadreza alikula nyasi nyakati 7. Hiyo ni miaka 7. Kwa hivyo tunapoangalia tunaona mwaka mmoja uko na siku ngapi? Mwaka mmoja uko na siku 360, 360. Nimeona mawazo yako vile umeniangalia. Pastor, ni 360 au ni 365? Ni 360. For now, ili tuwezeshane, kubali ni 360. Amen. Kubali tu yaishe. Aha. Lakini pia sistahili kukuambia kitu ambacho hakiko kwa Biblia, ni makosa. Kwa hivyo hebu tuangalie Biblia inasema nini. Lakini kabla hatujafika hapo, elewa hivi ya kwamba huu wakati ambao nimekutajia ya kwamba ni muda wa siku 3.5 pia unazungumzwa kama miezi 42, 42 months. 42 months. Utaisoma katika Ufunuo 11 fungu la 1 hadi la 3, na pia Ufunuo 13 fungu la 4 na la 5. Itakwambia 42 months. Hiyo yote inazungumzia kitu moja. Ukisikia 1260, 1260 ni sawa na nyakati 3.5 na ni sawa na miezi 42. Yote ni kitu kimoja. Sasa umesema mwaka ni siku 360. Tunasoma wapi? Nani anajua mvua ya Nuhu ilianza kunyesha siku gani? Mnakumbuka tarehe? Tarehe ya mvua ya Nuhu, hausijali. Tarehe wakati mvua ilianza kunyesha hivi ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa 2. Hiyo unasoma katika kitabu cha Mwanzo 7 fungu la 4. Kusoma Mwanzo 7 fungu la 4 inakwambia tarehe 17 mwezi wa 2 mvua ukaanza kunyesha. Samahani, 11 sio 4, 11. So Genesis 7:11 mvua imeanza kunyesha tarehe 17. Wacha niwasomee. Wacha tusome tu kwa sababu sitaki kuongea bila kuwasomea. Ni vizuri kusoma neno. Sikia vile anavyosema katika Mwanzo ni 7 fungu la 11, anasema hivi: katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa 2,
siku ya 17 ya mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, ile chemichemi zote za vilindi vikuu vilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka, mvua ukaanza tarehe 10. Andika hiyo, itakusaidia maana tuna hesabu nyingine tunafanya. Tarehe 17 mwezi wa pili, mvua ikanyesha usiku na mchana siku 40. Safina ikapaa na ikaelea, na ilipopaa na ikaelea, maji yakawa na nguvu juu ya nchi. Mvua iliisha, lakini maji bado iko na nguvu juu ya nchi. Lakini maji, Mwanzo 8 fungu la kwanza inasema Mungu akatuma upepo na the waters rescended. Maji yakaisha, yakakauka, yakaenda yakikauka, na safina ikatua katika mlima wa Ararat. Tarehe 17 mwezi wa 7. Tarehe 17 mwezi wa 7. Soma katika Mwanzo 8 fungu la 4. Anasema ya kwamba mwezi wa 7, siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya mlima wa Ararat. Mvua ilianza kunyesha tarehe ngapi? Semeni kwa sauti. Na safina imetua tarehe ngapi? Hiyo ni miezi mingapi? Niambie sasa. Kutoka tarehe 17 mwezi wa pili hadi tarehe 17 mwezi wa 7 ni miezi mingapi? Nionyesha na mkono. 5. Asante. Hiyo ni miezi 5 ka. Sasa hii miezi 5, wacha tuulize Biblia, maji ilikuwa na nguvu juu ya nchi kwa siku ngapi? Rudi nyuma katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni 7 fungu la 24. Mwanzo 7 fungu la 24 anasema maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Siku 100 na nini? Na 50. Soma pia 8 fungu la 3. Mwanzo 8 fungu la 3. Maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Kwa hivyo wale mnafanya hesabu na shukuru, wale mulilala mtaamuka tukiendelea, na wale ambao mnasikiza Bwana wabariki. Tunaona ya kwamba hiyo siku 150 ni sawa na miezi mingapi? 5. Asante. Kwa hivyo miezi 5 ni sawa na siku 150. Swali kwenu, basi mwezi mmoja ni siku ngapi? Ni hiyo 150 uchukue udivide na 5, itakuwa ngapi? 30. Kwa hivyo Mungu akisema siku 150 na anasema ni miezi 5, anamaanisha siku 30. Mwezi mmoja kwa Mungu ni siku 30. Hii ingine ilikuja kuharibiwa, tukaharibiwa na yule pembe mdogo. Lakini hata ukiajiriwa kazi, kama unalipwa mwisho wa mwezi, ikifika mwisho wa mwezi unalipwa, haulipwi 31 days, unalipwa 30 days. Hata ile mwezi wa pili na siku 28 haukatwi mshahara ati kwa sababu haijagonga 30. Si ni kweli? Ni 30 days. 30 ndiyo hiyo sasa. Sasa tufanye kazi na hiyo 30. Tuko pamoja? Haya, masaa inaenda, twende haraka sasa. Kama tumechukua mwezi mmoja ni siku 30, wacha turudi pale. Tayari tuko na 1260, hiyo hatuna shida. Tuko na shida na hii 3.5 days. Sasa hii nyakati 3.5 ni miaka 3.5 ya kiunabii. Mwaka mmoja tumesema ni siku 360. Anza kufanya hesabu sasa. 360, 360. Miaka miwili ni ngapi? Ni 720. Fanya hesabu. Ongeza hiyo sasa, 360 ongeza 720 ni ngapi? Hamwezi mkaniangalia hivi na hamufanyi kitu, mnangoja niwaambie majibu. Neke. Haya, kama umepata 1,080 inua mkono. 10. Very good. Wale wengine mmepata nini? Haya. Sasa hii wengine kama hamkupata hii tu, nusu mwaka itakuwa ni ngapi? Kama mwaka ni 360, nusu mwaka ni ngapi? 180. Hapo si tulipata 1,080, sasa ongeza hii 180. Kwa ile 1,080, 1,080 ongeza hii 180, unapata nini?
Wale wanapata 1260 mkono juu. 1260. Ni vizuri hata ninyi muwe watiifu kwa pastor. Hamwezi mkakataa na mikono yote miwili, hamuniongereshi, mumekataa na mdomo. Hamuinui mkono moja, mumekataa na yote mbili. Haya, wacha nijaribu ya mwisho sasa. Msipojua sasa nitawaacha ili tusisumbuane. Amen. Sasa bado tunafuata. Ile miezi tulisikia pia ni kipindi ya miezi ngapi? 42. Hebu fanya hiyo hesabu. Miezi kama mwezi moja ni siku 30. Miezi 42 ni siku ngapi? Hata simu yako iko na calculator. Fanya hiyo haraka 42 times that. Wale wamepata 1260 mkono juu. 1260. Bwana awabariki sana. So tayari hiyo yote tumeona inaongea kitu kimoja. Tuko pamoja ili tuendelee. Sawa, sasa tuendelee sasa. Hicho kipindi kilianza mwaka wa 538 mpaka 1798, kuanzia mwaka wa 538 mpaka mwaka 1798, zama za giza. Sitaki nishinde hapo kuprove mahesabu, nataka niendelee mbele kwa sababu wakati ni wayoyoma. Sasa wakati hiyo inaisha, neno linasema hivi, fungu la 7, neno linasema hivi, tuko katika Ufunuo 12, fungu la 7 inasema, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule njoka. Yule njoka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Sasa hii ndio tukasema hii vita ilifanyika wapi? Hii ninaona ilifanyika baada ya Yesu kufa msalabani, kwa sababu ya mambo yafuatayo. 1, Mikaeli ameitwa Mikaeli. Mikaeli ni nani? Michael inasema Kigreek, Kiyunani is Michael. Michael Kiyunani inamaanisha one like God, who is like God. Na yule ambaye anafanana na Mungu ni Yesu. Anaitwa the archangel. The archangel. Alipigana na yule njoka. Na njoka akapigana na huyo Mikaeli. Jambo la kwanza, Yesu akiwa mbinguni kabla ya kuzaliwa na Mariamu hakuwa anaitwa Mikaeli. That was not his title. Wakati Yesu hajazaliwa duniani hakuwa anafanana na Mungu. Na unielewe vizuri. He was not like God. Waefeso 2 fungu ni la 8. Soma nami. Waefeso 2 fungu la 8 anasema hivi. Waefeso 2 fungu lile la 8 anasema hivi. Si Waefeso, ni Wafilipi, samahani. Wafilipi, namaanisha Wafilipi. Wafilipi 2 fungu la 8 anasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Yesu akiwa mbinguni kabla ya kuzaliwa hakufanana na Mungu. He was not like God. No. He was God. Alikuwa ni Mungu. Lakini wakati amekuja akazaliwa na mwanamke, akawa kama Mungu. Akiwa mbinguni alikuwa ni Mungu. Ndio unaona Yohana 1 fungu la kwanza, hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Kwa hivyo he was God before he was born. Lakini kwa sababu amezaliwa na mwanamke, Wahibrania 2 fungu la 14, ameshiriki mwili na damu. Yohana 1 fungu la 14 inasema ya kwamba tukamtazama na tukaona mfano wa mwana wa Mungu.
akiongea na Filipo katika Yohana 14 fungu la 6, anaambia Filipo ya kwamba mbona unataka nikuonyeshe Mungu? Anayeniona amemuona Mungu. Kwa nini? Wakolosai 1 fungu la 13 hadi 17. Yesu is the express image of God. Kwa hivyo Yesu ndi mfano akiwa hapa duniani, yeye akawa kama Mungu. So Mikaeli kuwa kama Mungu, hakuwa akiwa mbinguni, lakini akiwa hapa duniani. Joka, wakati tunapoangalia huyu joka na yeye, shetani akiwa mbinguni hakuwa anaitwa joka, alikuwa anaitwa Lucifer, nyota wa asubuhi. Tuende fungu la 8. Hebu tuende fungu la 8. Fungu la 8 linasema, tuko bado Ufunuo 12. Ufunuo 12 fungu la 8, fungu la 8 yanasema hivi: nao hawakushinda wala mahala pao hapakuonekana tena. Sikia hiyo, hapakuonekana tena mbinguni. Hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Hiyo tena inamaanisha nini? Wewe Pastor Mundena umekuja hapa kwetu kanisa letu la Magomeni, na tukutaki uje hapa tena. Huwezi ukaniambia saa hii umekuja tena kama sijakuja. Ile siku nilikuja ya kwanza hapa, huwezi kuniuliza umekuja tena Hiyo sio tena. Huwezi ukatumia tena kama hakukuwa na ingine. Hauwezi. Umekula hii tena na nilikwambia usikurange, maana ulikula. Lakini tumekutana, siwezi nikwambia tumekutana tena, utaniuliza tumeshakutana kweli? Kwa sababu tena ina repeat connotation. Kwa hivyo kama joka inasemekana wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni, inaonyesha walikuwako mbinguni. Haya, tuendelee. Neno linaendelea kusema hivi: hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Sikia, yule joka akatupwa. Ukisoma fungu la 3 hiyo Ufunuo, haikusema nyoka alitupwa, inasema tu ishara nyingine ikaonekana mbinguni, nyoka mwenye vichwa 7 na pembe 10, mkia umekokota. Lakini hii fungu la 8, yule joka akatupwa. Tena amesemekana nini? Joka wa zamani. Kwa hivyo kuna zamani hapa, kuna some time back. Joka wa zamani. Joka wa zamani ni nani? Kama tunasema hii ilifanyika kabla ya Adamu kuumbwa, kabla ya ulimwengu hata kuumbwa, ilifanyika hapo, joka alikuwa wapi? Joka alikuwa wapi? Joka anakuja kupatikana ni joka wakati amedanganya mwanamke. Akaambiwa kutoka leo wewe utaweza kutembea kwa tumbo na mavumbi ni chakula yako. Ameitwa joka wa zamani. Tena amesemekana audanganyaye ulimwengu. Kama tunasema hii vita ilifanyika kabla ya Adamu kuumbwa, ni ulimwengu gani ilikuwa kabla ya Adamu? Na ni nani walikuwa wanadanganywa? Na Shetani anadanganya watu baada ya Adamu. Kwa hivyo haiwezi ikawa ni kabla ya Adamu. Anadanganya ulimwengu wakati wako kutoka mke Hawa wa Adamu. Wao kutoka Hawa ndiye alikuwa wa kwanza kudanganywa, na pia malaika wengine. Haya, tuendelee kidogo. Anasema hivi, akatupwa hata chini, akatupwa pamoja naye. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani. Jina Shetani halikuwa mbinguni. Shetani na Ibilisi imefanyika hapa duniani wakati Adamu anaendelea, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi. Sikia, akatupwa hata nchi. Hii nchi gani anatupwa? Ni nchi gani alitupwa? Ni ile tuko. Kwa hivyo tayari nchi imeumbwa, anatupwa huku chini. Ametupwa hata nchi. Aha. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Ametupwa pamoja na malaika zake. Sikia hiyo lugha. Ako tayari na malaika zake. Kula mbinguni before Adam was created, and Shetani alidanganya tu malaika.
Lakini now he possesses them. And please don't make a mistake. Sisemi ya kwamba shetani hakufurugwa mbinguni, hakufukuzwa mbinguni before Adam sinned. No, that's not what I'm saying. Tayari tunaelewana ya kwamba kabla ya Adam kuumbwa, hapo niseme kitu disclaimer, kabla ya Adam kuumbwa shetani yako duniani. Tayari alifukuzwa mbinguni. Alitolewa mbinguni, lakini hakuwa amefukuzwa mbinguni. Hapa anakuja kudanganya Adam. Adam anaambiwa ukila tunda utakufa kwa sababu kuna shetani hapa duniani. Na kuna sababu ile nasema ya kwamba kufukuzwa. I'll tell you why. Anapoendelea na hili fungu anasema hivi, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sikia sasa ametupwa. Sauti inasema hivi, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Sikia, na mamlaka ya Kristo. Yesu hakuitwa Kristo kabla hajazaliwa. Aliitwa Kristo, Christ after, ndiye Masihi, Kristo wake. Alafu anaendelea anasema hivi, tuko wapi? Fungu la 10. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Kwa nini? Sikia sasa wapendwa. Kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye wastakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Ni kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, anayewastaki mchana na usiku. Kwanza shetani alipokuwa ndani hapa duniani hakukuwa na usiku na mchana mpaka ilipoumbwa katika Mwanzo 1. Tena shetani hakuna mtu alikuwa anashtaki mpaka wakati Adamu alikula tunda. So after Adam had eaten the fruit, hapo ndio shetani alichukua mamlaka na akawa mkuu wa ulimwengu. Alipokuwa mkuu wa ulimwengu, sasa ndiye alikuwa anatuwakilisha. Kitabu ni cha Ayubu 1 fungu la 6 na Ayubu 2 fungu la Ayubu 1 fungu la 6 na Ayubu 2 fungu la 6. Wana wa Mungu wanajidhihirisha mbele za Mungu, na miongoni mwao nani alionekana? Hello, nani alionekana miongoni mwao? Ni shetani. Alikuwa ametoka wapi? Nani atanijibu leo jamani? Si mtu tu atokeze, hata mwalimu mama usinijibu tu. Alikuwa ametoka duniani, ako wapi? Sahi ako wapi? Ametoka duniani, sahi wanaongea na Mungu, ako kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo alikuwa anatembeanga mbinguni na akaulizwa umetoka wapi? Anasema nilikuwa huko duniani natembea. Akaulizwa huko duniani umeona Ayubu? Mnanielewa? Kwa hivyo kumbe alikuwa anaenda mbinguni, maana ni ambassador, ni barozi wetu. Barozi mbaya sana, na yeye kazi yake ni kustaki. Akasema Ayubu mambo mbaya, akaambiwa, akasema anataka kumjaribu Ayubu, akarudi kwa Ayubu kumjaribu. Kwa hivyo alikuwa anakuja hapa duniani, anatusumbua, anaenda anatushitaki, anatusumbua, anatushtaki. Wakati Yesu amekufa msalabani, kabla Yesu hajakufa msalabani, Yohana 12 fungu la 31 na 32 anasema ya kwamba mkuu wa dunia hii amefanya nini? Amehukumiwa na ametupwa chini. Luka 10 fungu la 18, Yesu akasema nimeona ibilisi shetani ametupwa kama ameanguka kama nini? Umeme. Wakati Yesu amekufa pale msalabani, ndio akatuokoa kutoka mikononi mwa shetani, na ndio shetani alifungiwa kuendaga mbinguni, haendangi anymore, kwa sababu Yesu anasema mimi ndio ninawasimamia sasa. Yesu ndiye balozi wetu, sio shetani anymore. Sasa hiyo Yesu kuchukua mamlaka, ndio hii Ufunuo 12 fungu la 7 ya kwamba shetani ametupwa kutoka mbinguni, ambaye alikuwa anatushitaki usiku na mchana. Hana makao mengine mbinguni, na ndio unasikia kwamba hawana nafasi tena huko mbinguni. Hawaendangi anymore. Asikutishe, haendi. Yesu ndiye anatusimamia na ndiye anatuwakilisha. Alafu kwa sababu ya wakati anasema hivi, basi akasikia sauti kuu ikisema namna gani? Soma hilo fungu linafuata haraka. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao. Kwa hiyo shangilieni yenye mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kwamba
wakati wake ni mchache sana. Kwa hivyo hii ilianza wakati Yesu amekanyangia break. Amejua wakati ni mchache sana, sasa anatuhangaisha. Kwa hivyo hii vita unasikia hapa Ufunuo 12 ilifanyika wakati Yesu amechukua usukani na ameenda. Sasa yeye anasema I am in charge. The devil is not in charge anymore. Shetani ni kweli, ndio nikasema before Adam, kwa sababu before Adam shetani alikuwa anahangaisha. Alikuwa anahangaisha. Ni kweli shetani alitolewa mbinguni, lakini hakuwa amefukuzwa kutoka mbinguni. Mnanielewa hiyo lugha kweli? Kwa sababu pale mwanzo ndiye alijaribu Adam. Alijaribu Adam akiwa ametoka mbinguni, sawa. Kwa hivyo ako huku duniani. Kama Yesu hakuja duniani kutuokoa, kama Yesu hakuja duniani kutuokoa, shetani bado angekuwa ndiye prince. Nitafungia hapa maana naona saa imeisha na nataka hata wale wako kwa mtandao wajue tunaenda namna gani. So nitaendelea kesho na hapa kuna kapisi kamebaki nataka nikaguze kesho. Sababu bado naona hii kitu hata si mnaona inachanganya, hata mimi inachanganya, lakini hatutachanganyikiwa. Bwana asifiwe sana. So tutaendelea hapo. Kuna kapisi kamebaki hapo. Kuna kapisi kamebaki hapo. Sasa nakuomba ukienda nyumbani uisome sasa. Enda usome tena Ufunuo 12. Kesho tutajaribu tuanze kama tutaiguza kidogo tukiingia fundisho la kesho. Lakini hata hivyo nataka kuambia kwamba Ufunuo 12 ni vita kuu. Ni vita kuu dhidi ya kanisa na shetani. Lakini Yesu atashinda. We are winners. Hata kama huelewi Ufunuo 12 usijali, bora ujue kuna shetani na kuna Yesu na umechagua Yesu. Si mmechagua Yesu ama namna gani? Na bado mnaketi kama mmechagua Yesu mmekati mpaka saa hii kweli? Bwana asifiwe sana. Leo John wote hapa tuombe. Kujeni tu wote. Unajua mkaribia hapa inakuwa raha. John tuombe. Na kama wewe unajua ni wa ubatizo, pita watu wote uje mbele. Unajua wakati tunaita watu wote, wakati tumeongea juu ya shetani, huwa tunataka kumuonyesha ya kwamba we are done with him. We have no business with that guy. John hapa mbele tuombe. Kama wewe ni wa ubatizo na kuita, kama wewe unaamua kutoka ufalme ya shetani, toka hama, njoo mbele tunakusubiri hapa. Wachungaji hao wamesimama hapa wanataka wakusalimie. Kuja tu upe mibaraka. Come on, come here mbele. Hata kama ulibatizwa, you need extra power. Njoo tuombe pamoja. Njoo tuombe pamoja. Njoo tuombe pamoja. Pastor. Njoo tuombe. Johnny hapa mbele tuombe. Johnny tuombe. Just come. Na mnaenda pole sana. Si mkimbie kama shetani, mkimusikia hapa nyuma ameingia zimutatoroka mbio kweli. Asanteni sana, asanteni sana. Asante sana, asante sana. Wale mnabatizwa John mbele. Kuna watu wamekuja mbele tayari, Bwana wabariki sana. Songeni tu, songa. Kama unataka nafasi, njoo mbele, njoo mbele. Asante sana ndugu zangu, Bwana wabariki. Ubatizo John mbele. Ubatizo ni kitu ya maana sana because it is publicly declaring kwa shetani ya kwamba tumeenda. Na that is what we would like to see. John ili tuweze kuomba. John ndugu yangu, usiogope, nani mwingine amebaki? Asante sana. Tauliza mchungaji atufungie kwa maombi. Basi tuombe. Baba Mungu na rafiki yetu, historia kubwa ya anguko la mwanadamu na historia ya ukombozi imenenwa leo waziwazi bila kificho. Tumelisikia neno lako na tuko tayari kwa ajili ya kufuata msalaba. Tumelisikia neno lako na kwa ujasiri tunashangilia ya kwamba tunao uwezo na tunazo nguvu za kuwa washindi hata katikati ya dhoruba. Endelea kuwa pamoja nasi na watazamaji wote. Endelea kubariki na kuendelea kukatisha wito wabatizwa wanaotamani kubatizwa. Endelea kuponya wagonjwa na wafurahie uwepo wako katika mikutano hii. Endelea kutulinda tunaporudi nyumbani. Endelea kutupa maamuzi sahihi tunaosita kwa ajili ya ubatizo. Kesho katulete tena kwa ajili ya mikutano hii. Ukibariki wahudumu wetu, ukibariki kwaya zetu, ukibariki waumini wa Magomeni CDA. Ukibariki na kuponya wagonjwa pamoja na wageni wetu. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.